Habari, ni wako mpendwa Mr. Baisam. Hii ni Crypto Wallet Pro ambayo ipo kwa ajili ya kukuhabarisha na kukufunza fursa mbalimbali za kutengeneza kipato kwa njia ya kidigitali ama online. Hakika simu yako tu kwa sasa ndio fursa kubwa sana kwa upande wako. Karibu katika video hii ujifunze tofauti kubwa kati ya kutrade forex na kutrade cryptocurrency. Kuna tofauti gani hasa? Na ni njia gani ambayo unaweza ikakutoa kirahisi sana kimaisha, au ni njia gani ambayo watu wengi sana hunufaika nayo? Karibu katika video hii ujifunze mengi sana kuhusu hili. So you are most welcome. Crypto Island Pro inakufundisha fursa mbalimbali za online. Simu yako ndio ajira yako kwa sasa. Karibu funze nasi kwenye ulimwengu wa kidigitali. Okay, sasa kuelewa tofauti kati ya forex na cryptocurrency, kuna kitu cha muhimu sana ambacho unapaswa kifahamu. Kitu chenyewe kinaitwa financial digital marketing. Ni masoko ambayo yanadili na fedha lakini yapo katika mfumo wa kidigitali. Na masoko hayo hayako kwamba forex peke yake na crypto tu peke yake, hapana. Masoko hayo yanadili na fedha ambayo yapo katika kidigitali, yako ya design tofauti tofauti. Kuna forex, kuna stock, kuna bonds, kuna commodities, derivative, crypto pamoja na money market na mengineyo, lakini haya ni makuu zaidi. Okay, sasa before kuendelea kuangalia tofauti baina ya cryptocurrency na forex, hebu tuelewe kwanza hii financial digital market ni kitu gani. Okay? Financial digital marketing, hii ni soko la fedha linalofanya biashara za pesa kupitia mtandao bila kwenda benki, ofisi au moja kwa moja. Kwa hiyo hii unafanya through kwenye mtandao. Kwa hiyo ni mahala ambapo watu wanaweza katika hiyo mfumo wa kidigitali watu wanaweza kununua au kuuza mali zao za kifedha, watu wanaweza kuwekeza, watu wanaweza kufanya malipo, lakini pia watu wanaweza kukopa au kukopesha. Kwa hiyo vyote hivi unafanya kupitia simu au kompyuta. Okay, kwa hiyo ni jambo la msingi sana kuelewa. Kwa hiyo haya masoko ya kidigitali ya kifedha yanatoa fursa ya uwekezaji kwa watu binafsi duniani, kwa sababu kila kitu kinafanyika kwenye simu au kwenye kompyuta. Kwa hiyo sehemu yote ambapo pana available ya internet, basi wewe unaweza ukashiriki biashara, ukawekeza, au ukafanya kukopesha au ukakopa kupitia ndani ya mtandao. Kwa hiyo ni fursa ambayo inatokea dunia nzima, kwa sababu mambo haya yanadili katika mfumo wa kidigitali. Kwa hiyo hii inahusisha sana, kumbuka inahusisha vitu vingi, lakini mostly inahusisha mambo ya kutrade, mambo ya investor, wawekezaji, mabroker, kuna hao wanadili na mambo ya exchange. Ziko exchange ambazo ziko online direct, na kuna taasisi za fedha nyinginezo ambazo pia ziko online, tutakuja kuona hapo zinakaaje. Kwa hiyo mfano wa hayo masoko sasa, kuna crypto, kuna forex, kuna stock, kuna bond, kuna commodities, derivative na nyinginezo. Unajua watu wengi, mtu anaweza akatrade stock alafu akasema kwamba ana trade forex. Hapana. Kwa hiyo hii forex imekuwa kama ndio vile inajumuisha hizi nyingine zote, kina bond, kina commodities, kina derivative, nyingine zote hizo watu wanahisi kwamba wanafanya biashara ya forex, lakini ni kwamba forex inajitegemea, iko kivyake vyake. So jingine ambalo la kuelewa ni kwamba hii inafanya kazi vipi financial digital market. Kwanza unafungua account online. Okay, unaweka fedha za kidigitali, unafanya biashara au unawekeza kupitia platform mbalimbali. Kwa hiyo faida au hasara inaonekana hapo hapo kwenye simu. So mpaka uanze kupiga simu tena, nimepata faida kiasi gani au hivi, au kama unafanya biashara kwenye duka mpaka uende ukaangalie, upige mahesabu. Kwa kila kitu unafanya kwenye simu yako. Lakini kitu cha msingi zaidi, unapaswa kuelewa kwamba kuna tofauti kati ya financial marketing, digital marketing na financial digital marketing. Kuna tofauti. Financial marketing ni masoko ya kifedha ambayo yanaweza kufanya both, yanaweza kufanya online na offline. Kwa manake ina include both online na offline. Samahani kwa hati zangu mbaya. Okay, lakini digital marketing, haya ni masoko ya kidigitali ambayo yanafanya vitu vyote. Yanafanya vitu vyote.
maanake yanafanya masoko ya fedha, masoko kama unauza nguo, kama unauza simu, kwa mfano wale wanaposti kwenye bidhaa, wanauza bidhaa Instagram au Facebook, okay, maanake ndani yake zipo digital marketing. Wanaposti vitu vyao kwa ajili ya kuuza au kwa ajili ya kununua, au zile Alibaba, AliExpress, na vitu kama hivyo. Kwa hizo zinaitwa digital market, maanake unaweza ukanunua au kuuza vitu, hata vitu vya kawaida, okay. Lakini financial digital market sasa, haya ni masoko ya kifedha ya kidigitali. Kwa hiyo fedha zinakuwa ziko purely digital. Hakuna mambo ya kuweza kufanya mambo ya offline, okay. Kwa hiyo ndio tofauti kati ya financial marketing, digital marketing pamoja na financial digital marketing. Sasa tuangalie aina za financial digital marketing. Haya ni masoko ya fedha za kidigitali, yako mengi sana, lakini haya ni main, haya ni makuu. Kuna watu wana trade crypto, kuna watu wana trade forex, na kuna wengine ambao hawa wanahisi kama wana trade forex, kumbe sio forex, wana trade vitu vingine tofauti na forex, tofauti na crypto. Wana trade stocks, kuna watu wana trade indices, kuna watu wana trade bond, kuna commodities pamoja na derivative. Haya ni masoko makubwa ya fedha ambayo watu huwa wanapata kipato kingi sana. Tuangalie kila moja limekaaje, ili uweze kuchagua soko gani ambalo wewe binafsi unaweza ukafanya biashara zako, na mimi baadaye mwisho wa siku nitakushauri lipi ambalo unaweza ukafanya au kwa kuanza nalo. Okay? Tuangalie la kwanza. La kwanza linaitwa cryptocurrency marketing. Sasa cryptocurrency marketing, kwanza crypto ni nini? Crypto ni fedha za kidigitali zinazotumia blockchain. Hii ni general definition ya cryptocurrency, lakini kuna watu tofauti tofauti wenye mitazamo za definition ya cryptocurrency. Kila mmoja akaja na mtazamo wake, au taasisi kubwa duniani. Kwa mfano kuna shirika linaitwa FATF. Hii hawa tunaita Financial Action Task Force. Hili shirika hili linadili na money laundering na terrorist finance, imeanzishwa 1989. Tutakuja kuona baadaye mambo haya yamekaaje, lakini shirika hili linaitwa International Account Standard Body. Hili ni shirika linalodili na mambo ya viwango vya uhasibu vya kimataifa, mfano kama mambo ya bima, mambo ya hisa. Kuna bodi maalum ambao vinadili na viwango. Kwa hiyo hawa nao wamedefine cryptocurrency wanavyojua wao, lakini kuna hawa tunaita Security Exchange Commission. Hili ni shirika ambalo liko Marekani, nao pia wamedefine cryptocurrency wanavyojua wao, na kuna hili hapa nadili na mambo ya elimu na utafiti wa mbadala wa masoko ya fedha, mfano kama cryptocurrency na mambo mengineyo. Kwa hiyo hawa FATF, hawa mashirika yote haya hakuna hata moja aliyosema kwamba cryptocurrency ni fedha. Yote haya anasema cryptocurrency ni asset, ni asset za kidigitali. Kwa hiyo sisi tunaweza tukadefine kwamba ni fedha kwa sababu watu wengine wanatumia kwa ajili ya kununua, kwa ajili ya kufanya malipo na vitu vingine, lakini general definition ambayo iliyokubalika kidunia kutoka katika mataifa makubwa duniani kwamba wanasema cryptocurrency ni asset za kidigitali. Kwa hiyo hiyo ndio general definition kutoka kwa walio wengi na kutoka katika taasisi kubwa. Mfano wa hizo asset kuna Bitcoin, kuna Ethereum, kuna stablecoin. Kwa cryptocurrency ina sifa ya kuwa decentralized, kwamba hakuna udhibiti wa benki kuu wala udhibiti wa taasisi yoyote iliyoko kati, lakini transaction ni za haraka na zinafanyika kimataifa. Kwa hiyo watu wanatumiana fedha, wengine wanapokea, wanafanya kila kitu kupitia mataifa duniani. Lakini pia bei hubadilika sana. Soko hili lina high volatility, maanake kupanda na kushuka kwake inakuwa ni kitu cha dakika sifuri tu. Okay, si kitu cha kusubiri muda mrefu. Lakini pia trader hupata faida kutokana na mabadiliko ya thamani ya sarafu. Kwa hiyo mzunguko wa pesa kwa siku katika soko hili la cryptocurrency market, kwa siku unazungusha wastani wa bilioni $100 mpaka bilioni 300. Kumbuka hii ni mzunguko tu wa siku wa wastani, lakini coin market cap inasoma zaidi ya 3.4 trillion dola ya cryptocurrency. Kwa hiyo ni soko ambalo lina fedha nyingi sana ambazo watu wanatumia kwa ajili ya kufanya biashara. Lakini pia cryptocurrency market inafanya kazi kwa masaa 24 kwa siku 7 za wiki. Kwa hiyo wiki nzima hakuna kustop, it is non-stop market.
na muda wote watu wanatengeneza faida. Kwa hiyo ni soko ambalo liko hai, linafanya kazi muda wote, hakuna kufunga market. Okay, matumizi ya leverage yanaweza kuongeza hasara. Hii ndio hatari kubwa sana ya hapa, ni kwamba what is leverage takuja kuona huko baadaye tukishaanza kujifunza namna ya kutrade. Sasa hizo hasara zinatokana na leverage ni hasara za design gani na what is it exactly maana ya leverage. Okay, kwa hiyo iko hivyo. Soko jingine la kuelewa linaitwa forex au tunaita foreign exchange. Hapa ndo watu wengi sana naona wanajihusisha nayo. Sasa what is forex? Forex ni soko la kubadilisha sarafu za nchi mbalimbali. Kwa hiyo hapa tunadili na sarafu za nchi. Kumbuka cryptocurrency ni soko linalodili na asset za kidigitali. Hapa ni sarafu zenyewe. Trading hufanyika kwa currency pair, mfano kama euro, USD. Kwa hiyo hizi zinadili na sarafu za nchi moja kwa moja. Kwa hiyo kuna watu wana trade na sarafu za nchi. Kivipi? Utakuja kuona huko mbele. Lakini trader hupata faida kutokana na mabadiliko ya thamani ya sarafu kama ilivyokuwa kwenye cryptocurrency. Ni soko kubwa zaidi duniani lenye zaidi ya volume kwa siku, inazunguka zaidi ya 7.5 trillion kwa siku moja. Kumbuka crypto ilikuwa inazunguka bilioni 100 mpaka bilioni 300 kwa siku. Okay? Na hii linafanya kazi masaa 24 kwa siku 5. Kwa hiyo inafanya kazi kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Alafu baada ya hapo soko linafungwa, linakuja kufunguliwa tena Jumatatu mpaka Ijumaa. Okay? Kwa nini iko hivi? Tutakuja kuona katika masomo yanayofuata mbele. Tukianza kujifunza forex, tutakuja kuona halisi kabisa kwa nini soko Jumamosi na Jumapili linafungwa na vitu vya design hiyo. Kwa volatility ni wastani hapa. Soko ile kupanda na kushuka tena, hakuna fujo kama lilivyokuwa fujo kwenye crypto. Crypto unaweza ukaweka sasa hivi dakika sifuri ukajikuta tayari ushapiga bongi la faida, au dakika sifuri tayari utajikuta tayari ushakuwa na floating loss kubwa. Kwa hiyo hapa upandaji wake na ushukaji wake unakwenda mdogo mdogo sana. Okay? Kwa hiyo inakuwa iko hivyo. Hatari sio kama kulingana na crypto future, lakini hatari kuu hapa pia matumizi ya leverage yanaweza kuongeza hasara. Unaweza usinielewe sana, mambo utakuja kunielewa zaidi tukianza kufanya hizi trade za crypto au trade za forex, utakuja kuelewa leverage unai-apply vipi. Okay? Kwa hiyo iko hivyo katika soko la forex. Lakini kingine ambacho cha kuelewa, kuna soko linaitwa stock. Stock. Kwanza kabla kujifunza katika mambo ya stock, kuna kitu ambacho tunapaswa kufahamu vizuri sana. Kuna kitu kinaitwa CFD. CFD ni contract for difference. Unajua walio wengi wanao trade kupitia broker wa online, hawa hawafanyi forex. Wanafanya kitu kinachoitwa kubashiri bei ya wanaofanya forex. Na ndio maana governor wa benki kuu juzi alitoa statement akasema ni kama gambling au kama kamari au kama kubeti. Kwa hiyo almost wanaofanya biashara ya forex asilimia zaidi ya 100 hapa Tanzania wanafanya biashara ya CFD, sio real forex. Real forex inafanywa kupitia mabenki wenyewe. Wao wenyewe mabenki wale wanafanya real forex. Okay, maana yake wananunua katika masoko, wanauza, wanaenda benki fulani, wananunua, wanauza. Real forex inafanywa katika interbank. Mabenki manake wananunua kabisa dola physically, na ukinunua zile dola ama pound ama real ama chochote, manake zile fedha unakuwa unazo wewe. Either ni online au offline, manake typically una own hiyo dola, hiyo currency una own moja kwa moja. Hao ndio wanafanya real forex. Lakini wengi wao ambao wanafanya kupitia online au kupitia especially broker huwa na kawaida anafanya nini? Broker anakuwa anafanya kitu hichi. Broker huwa anatengeneza system ya kutrack zile bei za pair kwenye real forex. Kwa hiyo kwa mfano labda kuna pair inaitwa Euro USD. Mfano kama pair hii hapa hii. Pair hii inakuwa inapanda thamani na kushuka. Uhalisia wake inapanda na kushuka. Kwa hiyo broker yeye anachokifanya
ana track hii bei tu, anachukua bei tu, hachukui pesa yeye, anachukua bei alafu anaitengenezea mfumo. Manake kama bei halisi ya mabenki ikipanda, manake na mfumo wake huku inaonekana kwamba inapanda. Kwa ametengeza kitu kama cha kidigitali, lakini sio chenyewe. Sio kama ndo euro ndo ziko pale na madola yako pale, hapana. Yeye mfumo wake una track data za sarafu kupanda na kushuka. Kwa hiyo hawa wanao trade forex kwa 100% kupitia mabrokers, manake hawa wanabashiri. Unaweka pesa yako kwa ajili ya kubashiri kulingana na data ambazo broker amezitrack kutoka katika real forex. Kwa unabashiri kama soko litapanda utapata hela, au kama ukabashiri kusell, kama soko litashuka manake utapata hela na vitu kama hivyo. Kama hujanielewa vizuri utakuja kunielewa mbele ya safari. Kwa hiyo hii ni tofauti kabisa na crypto, kwa sababu kwenye crypto hakuna CFD. Otherwise labda una trade crypto kupitia broker. Ukitrade crypto, kuna watu wana trade Bitcoin, Ethereum, wanatumia broker labda Exness, wanatumia broker labda Deriv, wanatumia broker hawa ku trade cryptocurrency, lakini kumbe zile cryptocurrency wakizinunua hawajanunua halisi, wamenunua kubashiri. Kubashiri kwamba Bitcoin itapanda au itashuka, manake wanabashiri, si kama labda ndo wamenunua moja kwa moja. Ukitaka kununua moja kwa moja inabidi ununue direct kwenye exchange zenyewe za crypto, mfano kama Binance nini, na ndio maana unaweza kutuma kwenda katika exchange nyingine na vitu vingine vikakaa katika misingi ya design kama hiyo. Okay, kama hujanielewa vizuri utakuja kunielewa katika huko tunakoendelea mbele. Kuna soko jingine linaloitwa stock market. Stock maana yake ni umiliki wa sehemu ya kampuni, unamiliki share. Kwa hiyo mwekezaji hupata faida kupitia kupanda kwa bei au kupitia divider. Divider maana yake ni gawanyo. Kwa hiyo ukinunua share za Apple au Tesla, maana yake unamiliki sehemu ndogo ya kampuni hiyo, na kwa hiyo ni miongoni mwa mmiliki. Kwa hiyo huo umiliki wako, kwa sababu wewe ni mmiliki, ile share yako ile kama share inakuwa kama ni biashara. Kwa hiyo hii share yako ulionunua wewe, kipande cha umiliki pia kinapanda thamani na kushuka. Maana yake unaweza ukasema nauza share yangu, sitaki tena mimi kudili na kampuni. Kwa hiyo unaweza ukauza kwa faida au ukauza kwa hasara, hii package ya hii share ulionunua. Lakini pia kumbuka hiyo kupanda kwa bei, unaweza ukafanya trading au ukasema siuzi, ukabakia nao ukahold. Kwa hiyo ukihold, maana yake hawa wanakuwa na utaratibu wa kukulipa divider, wanakulipa gawanyo wa kila faida itakayopatikana kwenye kampuni. Kuna asilimia fulani unakuwa unaingiziwa wewe. Okay, so market volatility ipo medium, kupanda na kushuka kwake sio kama labda ndio inapanda kwa fujo kama ilivyokuwa cryptocurrency. Hapa inapanda taratibu na kushuka inashuka pia kwa utaratibu fulani. Volume ya market yake iliyo kwa siku ni bilioni 300 mpaka bilioni 500 billion dola. Hizi ni volume ambazo inaingiza na kutoka fedha kwa siku kutoka katika stock market. Sasa tuangalie wale watu wa CFD. Kama una trade stock kwa kupitia broker, kumbuka ukitrade stock kwa kupitia broker ni kama una trade forex kwa kupitia broker. Manake una trade kwa kubashiri, sio kama ndio umenunua share moja kwa moja. Hawa kampuni hawakutambui. Kwa hiyo ukinunua share kwa broker, mfano Apple, simbuli yake inakuwa AAPL. Kwa hiyo ukinunua share ya pair hii hapa labda ya kwenye broker, maana yake hawa kampuni ya Apple hawakutambui, kwa sababu wewe umetrade kupitia broker, na broker yeye anakuambia tu kwamba unabashiri, sio kama labda ndio umenunua share kweli. Mwekezaji upata faida kwa bei. Kwa hiyo utapata faida kulingana na bei, lakini kwa sababu wewe haujafanya share zenyewe kabisa, hautopata kitu kinachoitwa divider, hautopata mgawanyo. Mgawanyo wa kila baada ya miezi sita, labda wale walionunua share za uhalisia, manake wao wanapata mgawanyo kila baada ya miezi sita, huwa wanapata faida wale walio hold. Lakini kwa wewe hautopata kitu, kwa sababu wewe umebashiri tu bei kupitia broker fulani. Au otherwise kama unataka moja kwa moja, basi inabidi uende ukanunue share moja kwa moja kwenye exchange direct inayoitwa Nasdaq. Kwa hiyo moja kwa moja huko ndio unaweza kununua share
na mwisho wa siku ukuta unapata faida ambazo zilizotengenezwa kutokana na share ambayo ulionunua, okay, ya kampuni fulani. Kwa hiyo hiyo ndo iko hivyo. So kitu kingine cha kuelewa inafanyaje kazi hii stock market. Kampuni inaingia sokoni, kwa hiyo kampuni inakuwa inaingia sokoni, inafanya IPO, initial public offering, kwa ajili ya kutangaza hizo share zao, kwa share zinaanza kuuzwa kwenye stock exchange. Mfano wa masoko makubwa, kuna hii inaitwa New York Stock Exchange, kuna Nasdaq, kuna Dar es Salaam Stock Exchange, mfano kama hapa Tanzania. Kwa unaenda pale unanunua share zako, baadaye unapata mgawanyo share za kampuni fulani, kwa sababu makampuni yenyewe huwa anapeleka share sokoni kwa ajili ya kuuza. Sasa haya ni masoko ya ambayo makampuni anaenda kuuzia share zao hapa. Kama kuna mtu anataka umiliki wa kampuni labda ya Azam, au unataka kampuni labda ya Kilimanjaro au kampuni fulani ya mabasi, unaenda hapa, wale wenye kampuni ya mabasi wanakuja kutangaza share katika hili soko. Kwa hiyo unakwenda hapa unanunua share za makampuni ya mabasi, alafu unakuwa unapata mgawanyo, au zile share zikipanda huwa unauza, unapata profit. Okay, kwa hiyo ukifanya direct kwenye soko unapata mgawanyo, lakini usipofanya direct ukafanya kwa broker tu upate mgawanyo, wewe utapata kulingana na movement ya soko, kwa sababu wewe itakuwa umebashiri tu peke yake. Okay, kwa hiyo inakuwa iko kama hivi. Lakini watu wananunua na kuuza share, bei hubadilika kutokana na mambo mengi sana. Yaani bei inabadilika, bei ya share inapanda na kushuka, inabadilika kutokana na demand na supply, inategemea na matokeo ya kampuni. Kama kampuni inafanya vizuri, manake bei ya share zinakuwa zinapanda, lakini pia habari za uchumi, kuna faida za makampuni. Kwa hiyo unapata faida katika njia mbili. Bei ikipanda inaleta capital gain, au unapata mgawanyo wa faida kama faida. Lakini CFD wao, hawa wanaofanya biashara ya kubashiri, hawa hawapati huu unachoitwa mgawanyo. Okay, kwa muda wa soko ni limited. Hii mambo ya stock haya, soko si kama labda muda wote masaa 24 kwa siku 7 za wiki linapoliko wazi kama soko la crypto. Hapana, hili sana sana linafunguka, inategemeana na hilo soko liko wapi. Kwa mfano kama ili hapa New York, soko la New York linafunguka kuanzia saa 10:30 jioni mpaka saa 5 za usiku. New York Stock Exchange inakuwa imefungwa. Hii kwa saa za kwetu sisi hapa za Tanzania. Kama uko nchi nyingine manake itakuwa iko tofauti, kwa sababu masaa Marekani na masaa kwetu sisi yanatofautiana. Okay? Kwa hiyo hii inategemeana na soko lenyewe. Kwa hiyo kuna mtu ana trade stock lakini anasema ana trade forex, utakuwa bado hujaelewa. Au labda anasema ana trade kupitia broker fulani, yule broker ana trade stock, hata kama kwenye broker wa derivative au broker wa Exness. Ukitrade Bitcoin manake si kama umetrade forex, manake umetrade crypto, lakini crypto ile inakuwepo katika CFD. Manake unabashiri, sio mtu wa kufanya biashara halisi kama hawa watu wengine wanaofanya. Okay, kwa hiyo inakuwa iko kama hivyo. Kingine, soko jingine linaitwa indices. Inakufundisha fursa mbalimbali za online. Simu yako ndio ajira yako kwa sasa, karibu funze nasi kwenye ulimwengu wa kidijitali.